Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ametoa kauli nyingine nzito akiwa gerezani. Hakikisha unabonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kufikiwa na taarifa zetu. Hivi majuzi tulikuletea hapa taarifa juu ya mahakama kukisimamisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendelea na shughuli zake za chama, ikiwemo ni pamoja na kusimamishwa kwa mikutano ya hadhara, kusimamishwa kutumia mali za chama na vinginevyo. Na hili limetokea kufuatia kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar anayedai mali za chama zinatumiwa kwa upendeleo. Mahakama iliamua kusitisha hayo mpaka pale kesi hiyo itakapotolewa uamuzi. Sasa kufuatia hilo, mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu ambaye yuko mahabusu gerezani anayekabiliwa na kesi ya uhaini ametoa kauli yake. Lissu ametoa kauli akimwongelea pia jaji aliyeisimamisha Chadema. Kupitia admini wa Lissu anayecontrol akaunti zake za mitandao ya kijamii, ametujuza alichokiandika Tundu Lissu. Kupitia ukurasa official wa Lissu wa mtandao wa X, admini ameposti na kuandika aliyoandika Lissu kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Lakini ili kukupa uelewa mrahisi mtazamaji wangu, nataka kusomea kwa Kiswahili. Ameandika: Jaji Hamidu Mwanga ni jaji wa Samia na kwa sababu hiyo ni jaji wa CCM na anafanya kazi ya CCM. Jaji Mwanga alikuwa kwenye tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ya Jecha Salim Jecha ambayo ilifuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015. Jaji wa namna hii tutatarajia aipende Chadema inayosema no reform no election. Maamuzi yake yanathibitisha kauli yangu kwamba majaji wengi ni ma-CCM na wanafanya maamuzi kuipendeza CCM na yule anayeweza kuwapandisha madaraja kwenda mahakama ya rufani. Kuhusu kuzuia shughuli za chama, chama ni wanachama, sio majengo. Hata kama majengo ni muhimu, lakini chama ni wanachama na wanachama waendelee na mapambano katika majukwaa yote yanayopatikana, hasa katika mitandao ya kijamii, isipokuwa katika jengo la makao makuu. Wanachama wakumbuke historia ya mapambano ya aina hii. Chama cha ANC kilipigwa marufuku na serikali ya makaburu kwa miaka 30. Viongozi wake wakuu walifungwa maisha Ben Island kama Mandela na wenzake, au walikimbilia uhamishoni kama Oliver Tambo, Thabo Mbeki na wengine. Hayo yote hayakuzima mapambano ya ukombozi kuendelea na hayakukiua chama cha ANC. Uamuzi wa Jaji Hamidu Mwanga hautazuia mapambano kuendelea wala kuiua Chadema. Huu ndio ujumbe toka kwa Tundu Antipas Lissu, ambapo wengi wamesema Lissu bado anaonekana imara na anawataka wanachama kutorudi nyuma, huku wakitumia zaidi mitandao ya kijamii. Kwa lolote niachie komenti yako hapa chini. Mimi ni Teresia Alfred na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.